Machi 31. Jumatatu mwaka wa 2025, fursa ya injili ya wakati mmoja, Wakorintho wa pili 6:2. Kwa maana asema, wakati wa kibali changu nilikusikia, na siku ya wokovu nilikusaidia. Nawaambia, sasa ndio wakati wa neema ya Mungu, sasa ndio siku ya wokovu. Maombi ya masaa 24 ni nini? Ni kuinua nguvu ya kuishi. Kwa hivyo ni wakati huu maombi ya 777 lazima maombi yatolewe kwa njia ya kustarehesha na ya kawaida. Kama vile umeshika dira, lazima ufurahie furaha ya masaa 24 katika maombi. Hii ndiyo njia ya maisha inayokuunganisha na Mungu. Kazi yako lazima iwe utaalamu 100%, kuokoa shamba 100%, na 100% hali na mifumo yote. Ndipo siku moja kazi zilizoahidiwa za ufalme wa Mungu zitatekelezwa. Utakuwa mwinjilisti wakati hii itaunganishwa na kushikamana nawe. Zaidi ya hayo, maombi yakishakamilika na kuwa ya milele, utandawazi utafuata kwa kawaida. Kwa sababu wewe ni urithi wa milele, maombi kuhusu kazi bora na urithi yataonekana. Umetuma ombi dogo tu, na hii inaacha nyuma urithi na urithi wako. Kutokana na hatua hii, majibu ambayo yanapita wakati na nafasi yatatokea, na uinjilisti wa ulimwengu utafanyika. Aidha, siri 10 zitatokea. Kuna kitu tunaita fursa ya zama. Kuna wale ambao walitumika katika zama za Misri, Filistia, Aramu na katika utumwa. Kanisa la kwanza lililopata uzoefu wa mlima Kalvari, mlima wa Mizeituni na chumba cha juu cha Marko liliishia kushinda hata Roma. Moja. Fursa ya maisha yangu, fursa yako iko ndani ya mlima Kalvari ambamo mambo yote yalikamilika, mlima wa Mizeituni unaongojea ufalme wa Mungu, na chumba cha juu cha Marko ambamo agano lilitolewa. Hivyo Mungu aliwachagua wale watakaoshika nyadhifa. Ingawa inaweza kuonekana kana kwamba dhiki ilitokea, mlango mkubwa zaidi wa Antiokia ulifunguliwa, na kwa hivyo hupaswi kukosa fursa katika Matendo 13:16 na 19:2. Fursa ya kanisa. Kanisa lazima lifufue kumbi 3, zama ya wikendi ya siku 3, TCK, mtoto wa utamaduni wa 3, CCK, mtoto wa tamaduni zinazoingiliana na NCK. Watoto katika sehemu zisizo na muktadha wa kitamaduni 3. Fursa ya mikutano. Mungu alitoa mikutano yenye baraka pamoja na towashi Mwethiopia, Kornelio, na dhiki zilizosababishwa na Stefano. Mkutano wa mwongozo wa Roho Mtakatifu kutoka shamba la kwanza la umisheni hadi Makedonia uliongoza hadi Roma. Vilevile walikabiliwa na matatizo katika pindi moja, lakini wakapata majibu yenye thamani ya miaka 100. Walipokea majibu ya thamani ya miaka 1000 katika maisha yao, na kwa kujitolea maisha yao yote, walipokea majibu ya milele. Baraka za Warumi 16:25 hadi 27 zitatolewa kwako pia. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba nirudishe nguvu za kuishi na nguvu za kuokoa. Naomba remnant wote wafufue nguvu zao ili kuokoa ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.